Baba Mwasha Mwaskofu, mapadri wote, watawa na Wakristo wote, itifaki imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba mnisikilize kwa makini, kwa sababu ukisikiliza hii sala ndio utajua Iyumbu tunafanya nini. Na wale ambao ni wageni unaweza mkaiga nini tunafanya hapa. Kwa naomba kila mmoja atege sikio lake kwa ajili ya kusikiliza risala hii. Risala kwa Mwasha Mbaba Askofu Mkuu Beatus Kinyaia OFM Kapu tarehe 18 mwezi wa 5 2025. Itaanza na utangulizi. Kwa heshima kubwa na shukrani nyingi, sisi waamini wa parokia Bikira Maria Barikiwa Mitume Iyumbu tunapenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku hii ya furaha kuu ya kuzindua rasmi parokia yetu. Mwasha Mbaba Askofu Mkuu, tunatambua na kuthamini sana mchango wako mkubwa wa kichungaji, wa kiroho na wa kimwili katika maisha yetu. Tunashukuru kuwa unayo majukumu mengi sana ya kichungaji, lakini kila mwaka umekuwa ukitenga muda wako kuja kututembelea sisi watoto wako na kutuimarisha kiroho. Ziara yako ya kila mwaka imekuwa ikileta mwamko mpya ndani ya parokia yetu, na leo hii tunasimama mbele yako tukiwa na moyo wa shukrani na furaha tele. Tunakushukuru kwa upendo wako, kwa kuona vyema kuwa nasi leo, kwa kuwa nasi leo hii pamoja nasi ubariki na kuzindua rasmi parokia yetu. Nafikiri umeshaizindua, sisi hatuna jambo lingine, ni kufurahi. Mafanikio ya parokia. Mwasha Mbaba Askofu Mkuu, tangu ulipotutembelea mwezi Mei 2024 na kutangaza kuwa parokia teule, maisha yetu ya kiroho yameimarika kwa kiwango kikubwa. Ushiriki wa waamini katika sakramenti, katika jumuiya ndogo ndogo za Kristo na katika shughuli za maendeleo ya kiroho umeongezeka kama ifuatavyo. Mafanikio ya kiroho. Sakramenti mbalimbali zimetolewa kwa waumini parokiani kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali hapa chini. Ubatizo wa watoto wachanga Mei 2024 walikuwa ni 33 na Mei 2025 wamekuwa 41. Wakatukumeni walikuwa watatu 2024 na sasa 2025 wako 7. Ekaristi 2024 walikuwa 19 na Mei 2025 wako 29. Kipaimara 2024 Mei walikuwa 11 na sasa 2025 wako 40. Ndoa 2024 Mei walikuwa 1 na Mei 2025 wako 7. Kukiri imani 2024 alikuwa 1 na Mei 2025 walikuwa 2. Vijana wengi waliokuwa wanaishi uchumba sugu bila kufunga ndoa takatifu. Vijana wengi waliokuwa wanaishi uchumba sugu kufunga ndoa takatifu, na hivyo kuendelea kupungua kwa vijana wanaoishi uchumba sugu. Kufanyika kwa ibada za novena mbalimbali zilizomo katika liturujia ya mwaka wa kanisa. Ununuzi wa vifaa vya liturujia kama tabernakulo, karisi, mostres, mavazi, kasura arba, vitabu vya masomo, misale, msalaba, chetezo, mimbari, vitambaa vya altare na mfumo wa vipaza sauti, public addressing system au PA, kwa kutaja kwa uchache vifaa hivi vyote vina thamani ya shilingi milioni 25. Kumpata katekista mmoja ambaye amekuwa muhimili mkubwa wa kazi za kimishonari na malezi ya imani miongoni mwa waamini. Mafanikio ya kimwili. Mwendelezo wa uboreshaji wa kanisa la parokia. Mwasha Mbaba Askofu Mkuu, tunashukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kukamilisha ununuzi wa mabenchi ya kukalia kanisani kutoka 26 yaliyokuwepo mwezi Mei mwaka jana hadi kufikia mabenchi 50. Mabenchi hayo yamegharimu jumla ya shilingi milioni 46 na laki mbili. Pia tumefanikiwa kukamilisha ujenzi wa banda kwa ajili ya kufanyia sala na vikao.
kukamilika kwa urejeshaji wa deni la Mkombozi Benki. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, tunashukuru sana Mungu kwani marejesho ya mkopo wa shilingi milioni 95 pamoja na riba yake tuliochukua benki ya Mkombozi mwezi Mei Machi 2023 kwa ajili ya ununuzi wa viwanja yalikamilika kwa wakati mwezi Septemba 2024. Ununuzi wa gari la parokia. Tunamshukuru sana Mungu kwa kutuwezesha kununua gari la parokia aina ya RAV4 lenye thamani ya shilingi milioni 33 ambalo litasaidia katika shughuli za kichungaji na kiutawala. Uwepo wa usafiri huu utaboresha huduma kwa waumini na kurahisisha utendaji wa shughuli za kiroho katika parokia yetu. Ununuzi wa shamba. Tunamshukuru sana Mungu kwani tumefanikiwa kununua shamba la parokia yetu lenye thamani ya shilingi milioni 8 katika kijiji cha Mayamaya kwa ajili ya maendeleo ya parokia. Kuanza kwa ujenzi wa nyumba ya mapadri. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, katika ziara yake ya kichungaji mwezi Julai 2023 tukiwa Kigango, ulizindua rasmi ujenzi wa nyumba ya mapadri. Baada ya kutafakari kwa kina na kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, tuliona kuwa ramani ya awali haikukidhi mahitaji ya parokia yetu inayokuwa kwa kasi. Sababu hiyo, tumeanza ujenzi wa nyumba mpya ya mapadri yenye ghorofa moja ambayo inatarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi milioni 500 ambazo tunatarajia kuchangwa na waumini, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tunatarajia kukamilisha ujenzi huu ifikapo mwezi Aprili 2026. Tunamshukuru sana Mungu Mhashamu Baba Askofu Mkuu kwa kuweka jiwe la msingi la nyumba hiyo siku ya leo. Kuongezeka kwa idadi ya kaya. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, tunamshukuru Mungu kwa neema ya ukuaji na maendeleo tunaendelea kushuhudia katika parokia yetu, ambapo hadi sasa idadi ya kaya katika familia yetu imeongezeka na kufikia takribani kaya 429 ikilinganishwa na kaya 342 zilizokuwepo mwezi Mei mwaka 2024 ulipotutembelea. Ongezeko hili la idadi ya kaya linaenda sambamba na kuongezeka kwa jumuiya ndogo ndogo kutoka jumuiya 8 zilizokuwepo mwezi Mei mwaka 2024 hadi kufikia jumuiya 17 mwezi Mei mwaka huu. Kuimarishwa kwa huduma ya kuwasaidia wahitaji. Tunamshukuru sana Mungu kwani huduma ya kuwasaidia wahitaji wa parokia yetu ilianzishwa mwaka jana 2024 kipindi cha Pasaka imeendelea kuimarika, ambapo tumefanikiwa kufungua akaunti maalum ya Caritas ambapo wahitaji wanasaidiwa kwa utaratibu wa baba paroko. Kuimarishwa kwa kamati ya uchumi na maendeleo ya parokia. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kusonga mbele katika jitihada za kujijengea misingi imara ya kiuchumi. Katika muktadha huu, tumeanzisha kamati ya uchumi na maendeleo ya parokia ambayo imekuwa ikishiriki kikamilifu katika kuratibu miradi ya maendeleo na kubuni vyanzo mbadala vya mapato kwa ajili ya ustawi wa parokia yetu. Kamati hii ni chombo muhimu katika kuhakikisha parokia inakuwa kiuchumi na inaendelea kwa tija. Mafanikio haya yote yamewezekana kwa baraka za Mungu, maongozo yako pamoja na usimamizi wa mapadri wetu, viongozi wa parokia na juhudi za waumini wote. Changamoto katika parokia. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, changamoto zinazotukabili parokia yetu parokia sasa sio teule tu. Sasa ni parokia. Lakini hiyo changamoto wakati wa parokia tutazikataa. Mhashamu Baba Askofu, changamoto zinazotukabili katika parokia yetu ni kama ifuatavyo. Moja, baadhi ya waumini kuwa na mwamko mdogo kufika na kusali jumuiya, na hasa wa baba.
baadhi ya waumini kuendelea kuishi kama mume na mke bila kuwa na ndoa takatifu. Mwamko mdogo kwa waumini kujiunga na vyama vya kitume vya hiari ambavyo ndivyo viletavyo uhai katika imani, mfano kwaya, Reggio Maria, Karismati Katoliki, Moyo Mtakatifu wa Yesu na kadhalika. Mipango ya baadaye: kuboresha huduma za kiroho zinazotolewa parokiani, hasa katika utume wa ndoa, malezi ya familia ya Kikristo, Kikatoliki, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo na vyama vya kitume. Kutekeleza hayo yafuatayo yatafanyika: moja, kuboresha semina kwa ajili ya vyama vya kitume. 2, kuboresha semina za kiroho kwa waumini na viongozi. Kuhamasisha miito mbalimbali katika parokia yetu, hasa miito ya upadri, utawa, ukatekista na ndoa takatifu. Hitimisho na shukrani. Mwasha Baba Askofu Mkuu, kwa niaba ya familia ya Mungu ya parokia ya Bikira Maria Malkia wa Mitume Iyumbu, tunapenda kukushukuru kwa dhati kwa kuja kututembelea leo, kuzindua rasmi parokia yetu, kutoa sakramenti takatifu ya kipaimara kwa watoto wetu na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa nyumba ya mapadri. Tunakushukuru pia kwa baraka zako, kwa neno lako la kututia moyo na kwa sala zako kwa ajili ya maendeleo yetu ya kiroho na kimwili. Tunakushukuru sana Baba Dekano na Paroko Padre Peter Mtunga wa parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Iyumbu. Kwa heshima Baba Askofu, ningependa Padre huyu asimame kwa sababu bila yeye pengine tusingekuwa hapa. Tumpigie makofi mtumishi huyu. Padre Mtunga tafadhali. Padre Mtunga tafadhali. Ndugu zangu, padri huyu ndio tulianza naye. Mmesikia mapadri wenzake wanasema kuanzia kwenye kibanda, lakini leo ni kanisa. Tunakushukuru sana Padre Mtunga kuwa pamoja nasi na mpaka mwisho wa dai. Pia tunashukuru sana Baba Paroko Padre Simon Tuisida na wakili paroko Padre Ejidi Mbonijena ambao wanafanya kazi ya kutuimarisha kiroho kwa juhudi kubwa, na hakika tumeonja mabadiliko makubwa tangu mwezi Februari 2024 walipoanza rasmi utume katika parokia yetu ya Bikira Maria Malkia wa Mitume. Mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu, tunashukuru makatekista kwa ushirikiano wanaotupa siku zote katika kutimiza majukumu yetu ya imani Katoliki. Tunaahidi kuendelea kushirikiana na viongozi hawa wa kanisa kuimarisha maisha yetu ya imani na kuitangaza Injili ya Kristo kwa maisha yetu ya kila siku. Tunaomba uwe nasi daima katika sala zako ili tuweze kusimama imara kama parokia iliyojaa upendo, mshikamano na utakatifu. Mwasha Baba Askofu Mkuu, tunakuomba pokea zawadi kidogo tuliokuandalia. Tutakupa hii zawadi baadaye, sio kidogo, ni kubwa. Ni kubwa kweli kweli. Utafurahi. Tuliokuandalia sisi watoto wako, tukiendelea kukaribisha kila wakati hapa parokiani ili uendelee kutuimarisha kiroho na kiimani. Ni sisi waumini wa Katoliki wa parokia Bikira Maria Malkia wa Mitume Iyumbu. Mungu atubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo.